Habari zenu wadau wangu wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula online channel. Muendeleaje na hali? Naam, ni siku nzuri kabisa ya tarehe 28 mwezi wa 10 2025. Tumekutana tena. Kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia habari ya mahusiano ya kibiashara au mawasiliano ya kibiashara kati ya Waafrika na watu wa Mashariki ya Mbali na watu wa Mashariki ya Kati. Naam, tulizungumza mengi wakati huo. Lakini leo tutazame mahusiano au mawasiliano ya kibiashara kati ya Waafrika na watu wa Ulaya. Tunapozungumzia watu wa Ulaya, maana yake ni kwamba nchi ya kwanza kabisa kuanza kuja huko Afrika walikuwa ni Wareno, ambao Wareno hao walikuja wakiwa wanaongozwa na Bwana Vasco da Gama. Lakini hao Wareno wa mwanzoni kabisa kufika Afrika walianza kufikia pwani za Afrika Magharibi, ambapo pwani za Afrika Magharibi huko walijenga vituo mbalimbali vya kibiashara, ambavyo vituo hivi vya kibiashara kimoja wapo ni kituo fulani kiko pwani ya Ghana ambacho kilikuwa kinaitwa São Jorge Elmina. Sasa hiki kituo cha São Jorge Elmina ndio kilikuwa kituo kimoja wapo cha Afrika Magharibi, pwani ya Afrika Magharibi. Lakini baada ya hapo hawa Wareno waliamua kuendelea kuja maeneo yetu. Kwa hiyo wakajikuta wamefika pwani za Afrika ya Kusini na pwani ya Afrika Mashariki. Lakini kwa nini Wareno waliamua kuja huku Afrika? Yaani ilikuwaje mpaka wakaja huku? Kuna sababu nyingi ambazo ziliwafanya waje huku, lakini sababu baadhi ni kama hizi, kwamba sababu ya kwanza walikuwa wanatafuta njia ya kuelekea Asia. Walikuwa wanataka wachunguze waweze kufika Asia. Sasa wakiwa wanaongozwa na Vasco da Gama, hasa mwaka 1498, huyo bwana Vasco da Gama na wengine walifika pwani ya Afrika. Walifika pwani ya Afrika, na hapo ndio ilikuwa mwanzo wa biashara zao kati ya Waafrika na Wareno wenyewe. Lakini wakati wanakuja hawakuja hivi hivi. 1488 alikuja kwanza mpelelezi mmoja alikuwa anaitwa Bartolomeo Diaz, ambaye huyu alikuja akafikia sehemu moja ya Afrika ya Kusini inaitwa Rasi ya Tumaini Jema. Sasa hapo Rasi ya Tumaini Jema alifika hapo, akaitembelea, akapeleleza. Kama kawaida yao walikuwa hawawezi kuja kutawala mpaka kwanza watume wapelelezi na watu wengine. Lakini safari zao hizi ziliungwa mkono na mtoto wa mfalme. Mtoto wa mfalme, ambaye huyo mtoto wa mfalme alikuwa anaunga mkono hizo safari kwa sababu walikuwa wanajua kuna manufaa fulani ambayo wangepata Wareno kama watafanikiwa. Na kimsingi walifanikiwa, wakaja wakabadilishana bidhaa Wareno na Waafrika. Lakini kulikuwa na changamoto nyingi sana ambazo zilizotokea hapo, ambazo nazo hizi tutazizungumza. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu bwana Prince the Navigator huyu ndo alikuwa ana support, alikuwa anaunga mkono hiki kitu kilichowawezesha wao kuja, au huu mpango uliowawezesha wao kuja mpaka huku kwetu. Kwa hiyo hao Wareno wakaona kwamba baada ya kuja huku wakiwa na huyo Vasco da Gama, kwanza nia yao kama nilivyosema kwamba ilikuwa ni kuchunguza kama wanaweza kufika Asia. Na kimsingi wakiwa na bwana yule mtoto wa mfalme yule Prince Henry the Navigator,
huyo mtoto wa mfalme ndo aliwaunga mkono na akawasaidia kwenda mpaka maeneo walioyataka. Kimsingi walifanikiwa kaenda mpaka maeneo ya Mashariki ya Kati, na kimsingi baada ya kufika huko waliteka zile biashara wakazibadilisha mwelekeo. Ina maana kwamba zikawa sasa zinatoka huko Mashariki ya Mbali, badala ya kuja Mashariki ya Kati zikawa zinasafirishwa kwenda Ureno. Hata biashara zile zilizokuwa zinatoka Afrika zinaenda Mashariki ya Kati, nazo ikafika sehemu zikawa zinatoka Afrika sasa zinaenda Ureno, kwa sababu tayari walikuwa wameshadhibiti zile njia za kibiashara. Kimsingi kipindi hicho Mashariki ya Kati ilikuwa inafanya biashara na Mashariki ya Mbali, kwa sababu walikuwa wanapitisha biashara zao kwenye bahari ya Hindi na bahari ile wanaita bahari Nyekundu na ghuba ya Uajemi. Sasa baada ya kuja hawa watu Wareno hawa wakawa wameziteka hizo biashara. Kwa hiyo maana kilichokuwa kinasafirishwa kutoka huku Afrika kwenda Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali kikaenda Ureno, kile kilichokuwa kinasafirishwa kutoka Mashariki ya Mbali kuja Mashariki ya Kati kikaenda Ureno, kwa sababu tayari walikuwa wameshateka hizo njia zote za biashara. Kwa hiyo sasa baada ya hapo ina maana kwamba bidhaa zilizokuwa zinatoka Afrika huku, nyingine zilipitia katika njia hizo walizoziteka Wareno kwenda Ureno, lakini nyingine zilipitia Afrika ya Kusini kule kwenye rasi ya Tumaini Jema zikaenda kwenye nchi nyingine za Ulaya. Lakini Wareno walipoona kwamba wameshafanikiwa kwenda bahari ya Hindi na wamefanikiwa kuiteka kuteka zile njia za biashara, wamefanikiwa kufika Mashariki ya Mbali kwa maana ya bara la Asia na Mashariki ya Kati hiyo, Mashariki ya Mbali na Mashariki ya Kati ambayo ndio bara la Asia hilo. Sasa walipoona wamefanikiwa, wakatamani pia wadhibiti maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki, wakatamani pia wayadhibiti. Kwa nini walitamani wayadhibiti? Kwa sababu kuna wakati walikuwa wanataka viwe vituo vya kibiashara, lakini pia walikuwa wanataka viwe vituo vya kupumzikia wakiwa wanatoka au kwenda India. Ina maana kwamba kama wanatoka kule kwao wakifika Afrika Mashariki wapumzike, au wakiwa wanatoka India wakifika Afrika Mashariki, hasa pwani ya Afrika Mashariki wapumzike. Kwa hiyo walikuwa wanapumzika hapo. Baada ya hapo wakishaona kwamba wameshamaliza kutimiza mahitaji yao, kama ni kuzijaza meli, kama ni ile fuel iliyokuwa inatumika, au kama sio hivyo basi kuchukua chakula hapa Afrika Mashariki na kuendelea na safari na kuchukua maji kama walikuwa hawana, basi ndio hivyo. Hiyo ndio lengo lao kubwa, kwamba viwe vituo vyenye kuwasaidia kwa namna hiyo, lakini pia viwe vituo vyao vya kibiashara. Wareno wakaona kwamba ili sasa waweze kudhibiti, waweze kufanya hayo yote niliyoyasema hapo nyuma, kwamba kutumia vituo vya kibiashara vya pwani ya Afrika Mashariki kama sehemu yao ya kupumzikia na sehemu yao ya udhibiti na utawala, walichokifanya walianza kampeni za kijeshi. Ambapo hizi kampeni za kijeshi walifanya hasa miaka ya 1500 mpaka 1512. Ina maana kwamba mnamo mwaka 1507 walifanikiwa kuteka mji wa Sofala Zambia hiyo, na baadaye wakaja wakateka tena Kilwa. Kwa hiyo Kilwa kama tulivyosema kipindi hicho, kwamba kwenye kipindi kilichopita cha mawasiliano ya kibiashara kati ya Afrika na bara la Asia kwa ujumla, kwa maana ya Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali, ina maana kwamba Kilwa ilikuwa ni sehemu
ya soko kuu la biashara ya dhahabu. Sasa kuanguka kwa Kilwa ilisababishwa pia na udhibiti wa hao Wareno. Sasa kuanguka kwa Kilwa kulifuatiwa kuanguka kwa Zanzibar, kulifuatiwa kuanguka kwa Pemba na maeneo mengine ambayo Wareno walikuwa wameyatawala. Kwa hiyo hawa Wareno walifanya mashambulizi mengi ili kuweza kuondoa Waarabu, kwa sababu kabla ya Wareno hawajaja haya maeneo yalikuwa yanadhibitiwa na Waarabu. Kwa hiyo kama yalikuwa yanadhibitiwa na Waarabu, ili waweze kuyachukua na kuyatawala, waweze kujifanyia sehemu ya himaya zao, ina maana kwamba ilibidi wajenge ngome. Sasa wakaanza kujenga ngome za kijeshi kwenye vituo mbalimbali vya kibiashara ambavyo vilikuwa pwani ya Afrika Mashariki. Umeona? Na wakatengeneza ngome za kijeshi. Lakini kwa nini walifanya hivyo? Walifanya hivyo ili hawa wanajeshi kwa sababu si tumesema kwamba ilikuwa inadhibitiwa na Waarabu, hizo pwani za Afrika Mashariki. Ina maana kwamba kulikuwa kuna kazi mbili za ngome hizo za kijeshi zilizojengwa na Wareno. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kuwafukuza Waarabu au kuwanyang'anya udhibiti wa njia za kibiashara na maeneo. Lakini kazi nyingine ilikuwa ni kulinda meli za Wareno, kwa maana ya meli na mali nyingine zilizokuwa humo, lakini pia kulinda mabaharia wao. Lakini pia kazi nyingine ambayo wanajeshi hao walikuwa nayo ilikuwa ni kulinda zile biashara zinazowekwa kwenye vituo vya kibiashara ambavyo tayari sasa vimeshatekwa na Wareno. Vimetekwa na Wareno, vimekuwa vya kwao. Kwa hiyo walifanya hivyo, kujenga ngome za kijeshi ili kuweza kulinda pia hizo bidhaa kama pembe za ndovu na dhahabu. Kwa hiyo hapa lengo la Wareno ilikuwa pia ni kudhibiti njia zote za biashara zinazopita bahari ya Hindi. Umeona? Na baada ya kudhibiti waliamua pia kudhibiti hasa wakaitilia mkazo njia iliyokuwa inasafirisha au ile trade route, njia ya kibiashara iliyokuwa inasafirisha dhahabu, ambayo hiyo dhahabu zilikuwa zinatoka huko ndani, yani interior, kwa maana ya maeneo ya mto Zambezi zinasafirishwa kupitia bahari ya Hindi. Zinaenda kipindi hicho mwanzoni, kabla ya Wareno, zilikuwa zinaenda Mashariki ya Kati. Sasa Wareno wakataka ziende kwao. Ina maana sasa walichokifanya, wakaanza sasa kukusanya kodi. Ina maana kwamba kama wewe una meli yako, kama ni ya Kiarabu au ni ya Kihindi au ni ya Mashariki ya Kati, ina maana ilibidi ilipe ushuru, ilipe kodi ili kuweza kupitisha chochote kile ambacho wamekibeba. Na Wareno pia wakaanza kulazimisha kwamba inabidi kuwe na vibali, yani ili meli iweze kupita kwenye njia yoyote ya biashara ya kibiashara ya bahari ya Hindi, ilikuwa ni lazima kwanza iwe na kibali kutoka kwa Wareno wenyewe. Sasa hapo lengo ilikuwa ni kudhibiti moja kwa moja kabisa njia zote za kibiashara zinazopita bahari ya Hindi. Kwa hiyo ilipofika kuanzia mwaka 1502 Bwana Vasco da Gama alikuwa ana safari ya kuja Afrika, pwani ya Afrika Mashariki. Sasa huyu Vasco da Gama alikuwa amepewa amri na Mfalme Henry. Alikuwa amepewa amri ya kwanza, alikuwa ameambiwa kwamba achukue mali zozote zile zinazohamishika, yani kila kinachoweza kuhama ambacho ni cha thamani, ambacho kiko maeneo ya Afrika Mashariki, pwani ya Afrika Mashariki, achukue. Lakini jambo jingine ilikuwa ni kwamba adhibiti njia zote za kibiashara zilizokuwa zinapatikana bahari ya Hindi, kama lengo lao jinsi ambavyo nimeshazungumza. Lakini jambo jingine ilikuwa ni kwamba ahakikishe dhahabu iliyokuwa inatoka Afrika inakwenda India na China inatakiwa ibaki kwa Wareno na iende Ureno. Lakini jambo jingine pia akasema kwamba inabidi watawala wa pwani ya Afrika Mashariki
wawe wanalipa kodi kwa mawakala wa Kireno. Kwa hiyo hizo ni amri ambazo alipewa Bwana Vasco da Gama na Mfalme Henry aje azifanye. Lengo nini? Lengo ni moja tu, kudhibiti biashara au njia zote za kibiashara zilizokuwa zinapatikana Bahari ya Hindi. Lakini jambo jingine ni kwamba hawa watu, ukiachilia mbali mambo ya kiuchumi, walikuwa pia wanataka waje waeneze dini ya Kikristo. Dini ya Kikristo bwana walikuwa wanataka waje waieneze kwa sababu tayari walishaingia mgogoro na Waarabu miaka 1711. Walikuwa wameshaingia mgogoro miaka hiyo ya 1711 walikuwa wameshaingia mgogoro na Waarabu kwa sababu walikuwa wamesilimisha watu maeneo ya Uhispania na maeneo ya Ureno yenyewe. Kwa hiyo sasa kilichofanyika ni kwamba Wareno wakahisi kwamba sasa hii ni nafasi yao tena, au ni zamu yao kuwafanya sasa na Waarabu Waislamu wawe Wakristo. Na kitu kingine ilikuwa ni masuala ya haya mambo ya kidini, wivu tu kwamba kwa nini Waarabu wamefanikiwa kuiteka Afrika Mashariki na kuwafanya watu wengi wafuate tamaduni zao. Kwa hiyo swala hilo tu likawa ni kichocheo kingine kimojawapo ambacho kiliwafanya Wareno walipofika huku waanzishe hicho kitu. Ina maana walikuwa wamekuja kwa lengo la biashara, lakini sasa yakaanza kuibuka na mambo hayo ya dini. Sasa ni kwamba kwa Wareno pia kulikuwa kuna imani kwa Wareno pia kulikuwa kuna imani kwamba Afrika kulikuwa kuna mfalme wa Kikristo. Yaani wao jinsi walivyokuwa naamini, na inawezekana ilikuwa ni sehemu ya masimulizi yao, na wanaamini hivyo kwamba Afrika kulikuwa kuna mfalme wa Kikristo alikuwa anaitwa Prester John. Sasa huyu bwana Prester John ambaye walikuwa wanamtafuta kimsingi hakuwepo, lakini wao waliamini kwamba yupo. Kwa hiyo walikuja kwa nia pia ya, ukiachilia mbali habari za biashara, lakini pia walikuja ili waweze kumtafuta huyo mfalme, ikiwezekana kama wanampata awasaidie kuwabatiza Waarabu Waislamu ili na wao waweze kuwa Wakristo, kwa sababu miaka ya 711 Waarabu nao waliwasilimisha watu wa huko maeneo ya Ureno na Hispania. Sasa ina maana kwamba na wao wakataka kwamba tukimpata huyo mfalme atatusaidia kuwabatiza kwa lazima na kuwafanya kuwa Wakristo wa Kiarabu. Umeona, sasa hiyo ilikuwa ni imani tu kimsingi, kwa sababu Afrika huyo mfalme Prester John hakuwepo, lakini wao walikuwa wanaamini hivyo. Lakini wakati huo Wareno, kitu kingine ambacho kiliwafanya waje ilikuwa tu ni kwa ajili ya kutaka kugundua au kuvumbua baadhi ya vitu na kujifunza tu jiografia ya Afrika. Ina maana kwamba baada ya teknolojia ya usafiri kuwa imewezeshwa au imeendelea teknolojia ya usafiri, kwa maana ya usafiri wa maji, basi Wareno wakaona kwamba ni heri waje huku ili waweze kujifunza uwezo wa Afrika ukoje. Maana walikuwa wanaisikia ili bara la Afrika wanalisikia tu, lakini hawakuwa wamewahi kufika. Kwa hiyo wengi walikuja wengi walikuja kibiashara, lakini baadhi yao walikuja pia kwa sababu ya kutaka kujifunza jiografia ya Kiafrika na uwezo wa bara la Afrika. Je, bara la Afrika lina uwezo gani? Watu wana maarifa kiasi gani? Kwa hiyo kukawa kuna mambo ya namna hiyo. Ina maana kwamba hawa Wareno walitumia mashua, walitumia meli vile walivyoweza, lakini walihakikisha wamefika Afrika ili kujifunza ni nini kinaendelea Afrika. Kwa hiyo hizo ndizo zilikuwa sababu za kwa nini Wareno walikuja huko. Ni baadhi ya sababu, ziko nyingi lakini hizo zilikuwa ni baadhi. Sasa bidhaa ambazo walikuwa wanazileta wao, walikuwa wanaleta bidhaa za kawaida tu kama kawaida ya wazungu,
walikuwa wanaleta kwa mfano masufuria ya chuma, walikuwa wanaleta vioo, walikuwa wanaleta bunduki, baruti, risasi, walikuwa wanaleta nguo. Lakini sasa wao huku walipokuja wakapata vitu kama nta ya nyuki, dhahabu, pembe za ndovu, ngozi za wanyama na vitu vingine ambavyo vilikuwa ni vya thamani, kiasi kwamba ukiangalia unaona kabisa kwamba haikuwa sawa. Lakini hawakuishia hapo, kwa sababu hawa watu walikuwa ni wakorofi. Kwa wakaanzisha mbinu za kuitawala pwani ya Afrika Mashariki. Mbinu za kuitawala pwani ya Afrika Mashariki kwao wao ilikuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kuitawala au kudhibiti moja kwa moja. Yaani kumtoa Mwarabu na Muhindi moja kwa moja ilikuwa ni vigumu. Kwa hiyo sasa mbinu moja wapo walioitumia ilikuwa ni mashambulizi ya kushtukiza. Yaani wao walikuwa wanashtukiza tu. Na katika mashambulizi hayo walijitahidi kwamba wanapovizia na wakapata kile walichokitaka, walikuwa wanashambulia kwa nguvu na wanaua watu wengi, na wale wanawake wengine waliobaki basi walitendewa mambo mabaya, kama tunavyojua kwamba kwenye vita kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo na wao waliyafanya bwana, walibaka wanawake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walikuwa ni wakatili sana kwenye suala hilo, lakini lengo na madhumuni ilikuwa tu ni kwamba waweze kutawala pwani ya Afrika Mashariki. Sasa ni kama jambo la ajabu kwamba licha ya kwamba Wareno walikuwa pia bidhaa nyingine ambayo walikuwa wanahitaji sana ilikuwa ni watumwa, lakini bado walihitaji kwamba mbinu yao ya kutawala pwani ya Afrika Mashariki iweze kufanikiwa. Kwa hiyo walitumia hiyo mbinu ya kushambulia ghafla, lakini pia walitumia mbinu nyingine ya uporaji, unyang'anyi na kuharibu miji kabisa. Kwa sababu kuna msafiri mmoja wa Kijerumani ambaye alikuwa sehemu ya msafara wa Wareno aliripoti kwamba Kilwa ilitekwa mwaka 1505, na baada ya hapo, baada ya Kilwa kutekwa, sasa walichokifanya ni kwamba walipora zile mali za thamani kama vile dhahabu na bidhaa nyingine zilizokuwa pale. Lakini sasa kitu kingine kibaya walichokifanya hawa mabwana ni kwamba walichoma majengo yote ya Kilwa kipindi hicho. Na shambulizo hilo halikuishia hapo. Hilo shambulizi liliendelea, waliendelea na tabia hiyo, wakaenda pia na Mombasa kule Kenya. Kule walichokifanya, walichukua vitu kama dhahabu, wakachukua vitu kama nguo zilizopambwa vizuri na mazulia mazuri. Tukumbuke kwamba sasa hizo bidhaa zilikuwa zimeletwa kutoka mashariki ya mbali na mashariki ya kati, walikuwa wamezileta wale watu wa nchi zile za kule, hasa sana Waarabu. Sasa hawa mabwana wa Kireno wakiwa na kamanda wao aliwaamrisha kwamba wapole kila kitu, na walichokifanya walitumia viuma na mashoka kuvunja milango ya nyumba za watu, wakaenda wakaua sana watu na wakachukua hivyo vitu. Hizo mali walizozichukua, baadhi ya mali waligawana wenyewe waliokuwa wanafanya hiyo kazi kama sehemu ya motivation kwamba tumekamilisha kile ulichotutuma bwana kamanda. Waligawana, lakini baadhi zilizobaki wakampelekea yeye mwenyewe kamanda. Na nyingine zilizobaki zikawekwa kwenye meli, zikapakiwa kwenye meli kwa ajili ya kwenda kupelekwa kwa wenyewe hao Wareno. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba mbinu waliokuwa wanaitumia ilikuwa ni mbinu fulani hivi ambayo haikuwa rafiki, lakini ndio hivyo walitumia, na lengo lao ilikuwa ni kutawala pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo sasa hawa mabwana baada ya kufanya mambo yote hayo, ina maana kwamba walikamilisha uvamizi wao, na mpaka miaka ya 1512 visiwa karibu vyote vilivyoko kaskazini mwa Mombasa na maeneo mengi ya pwani ya Afrika Mashariki yalikuwa tayari yameshatekwa, ikiwemo Zanzibar na Pemba. Sasa kulikuwa kuna miji ambayo
ilikuwa kwa mfano mji wa Brava ambao ulikuwa unajitahidi kutaka kupinga na miji mingine ambayo ilitaka kupinga, yani kwa maana ya kwamba tawala zake zilikuwa zinataka kufanya upinzani dhidi ya utawala wa Wareno. Ina maana kwamba hizo zilikutana na hatima kama ya Kilwa na Mombasa. Yani maana yake vile vitu ambavyo walikuwa navyo viliporwa na wakauliwa watu wengi na vitu vingi vikaondoka na majengo yakachomwa au yakaharibiwa. Kwa hiyo miji mingi ilikutwa na changamoto hiyo, lakini Malindi wao waliamua kushirikiana na Wareno. Kwa hiyo hawakuwa na shida kiasi kwamba hata kwenye kodi zile ambazo Wareno walikuwa wamelazimisha kwamba lazima miji iwe inalipa kodi kwa Wareno, ina maana mji wa Malindi haukulazimika kulipa, lakini miji mingine yote ilikuwa inalazimika kulipa ushuru kwa Wareno. Ushuru wa bidhaa zote zile zinazoingia au biashara inayofanyika ilikuwa inabidi lazima ulipwe kwa Wareno. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba uvamizi sasa ukawa umekamilika rasmi miaka hiyo ya 1512. Wakawa wameshateka kila sehemu na wakawa wameshafanya vurugu nyingi sana. Baada sasa ya Wareno kuwa wamefanikiwa, lengo lao silikuwa ni kuiteka na kudhibiti pwani ya Afrika Mashariki. Walipofanikiwa sasa, wakaona kwamba wameshafanikiwa, sasa wakaanza kutengeneza vituo vya kijeshi. Vituo vya kijeshi vikatengenezwa kuanzia maeneo ya Mogadishu mpaka Msumbiji. Wakawa wamejenga hivyo vituo, wakawa wamejenga kuanzia Mogadishu huko. Ina maana kwamba baada ya kujenga hivyo vituo, wakawa wameigawa sasa Afrika Mashariki katika sehemu mbili, au pwani ya Afrika Mashariki kawa imegawanywa katika sehemu mbili. Kila sehemu ilikuwa na vituo vya kijeshi ambavyo viko chini ya captain mmoja. Kwa hiyo kaskazini mwa Cape Delgado ilikuwa yani hicho kituo kilikuwa ndio kimewekwa hivyo kwamba hizo sehemu mbili zilizokuwa zimegawiwa ni kaskazini mwa Cape Delgado ambayo ilikuwa chini ya kapteni wa Malindi, lakini maeneo ya kusini yalikuwa chini ya kapteni wa Sofara. Na baada ya kufanya hivyo, ina maana kwamba Wareno waliendelea zaidi na zaidi kujithibitishia utawala. Waliendelea kujithibitishia utawala na kuendelea kudhibiti hizo biashara za pwani ya Afrika Mashariki na njia zake zote. Kwa hiyo sasa hawa mabwana wakawa wamekandamiza sana upinzani kwa kipindi hicho. Jukumu lao la kwanza hilo ambalo makapteni walikuwa nalo lilikuwa ni kukandamiza kabisa upinzani wote, lakini jukumu la pili lilikuwa ni kuhakikisha kwamba ushuru wa hiyo miji ambayo ilikuwa imeamriwa kulipa ushuru ilipe kadri iwezekanavyo. Lakini sasa kadri siku zilivyozidi kwenda, basi hawa Wareno wakawa tayari wameshafanikiwa kama nilivyosema hapo mwanzo, wakajithibitishia utawala na kudhibiti njia zote za kibiashara. Kwa hiyo wao wakawa wanajihusisha tu na biashara na wakiwa wanawanyonya watu wa tawala mbalimbali za miji ambayo ilikuwa pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo hawa watu walikuwa hawajihusishi kabisa na kilimo, ila wao walikuwa wanajihusisha zaidi na biashara. Msumbiji walijaribu kidogo kulima muhogo na mpunga, lakini hata hivyo hicho kilimo hakikufanikiwa kwa sababu hakikutiliwa mkazo kabisa nao Wareno wenyewe. Kwa hiyo walikuwa wanalima kama vile majaribio au kama vile kwamba ili mradi tu ionekane kwamba na wao wamefanya jaribio, lakini hakuna mkazo wote uliotiliwa na hao Wareno. Kwa hiyo ina maana sasa hata hicho kilimo au huo mradi wa kilimo uliokuwa umeanzishwa na Wareno wenyewe huko Msumbiji ukawa
umeshindwa kwa mtindo huo, au umeshindwa kwa namna hiyo. Sasa ilipofika mwaka 1510 hawa Wareno bwana walianza kushindana na Wahindi kwenye kudhibiti hizo njia za biashara, trade route ya Indian Ocean, kwa maana ya hizo njia za kibiashara za bahari ya Hindi. Sasa Wareno walishindwa kwa sababu Wahindi ndio walikuwa na bidhaa kama nguo nzuri za hariri na shanga ambazo walikuwa wanakuja wanawapa wa Afrika. Sasa hawa Wareno hawakuwa nazo. Sasa walichokifanya hawa Wareno ni kwamba walianza sasa kutumia ukatili. Walianza kutumia ukatili kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba waliamua kuweka kodi ya juu, na kama nilivyosema hapo mwanzo, wakasema sasa kwamba ni lazima kila mfanyabiashara anayeleta meli kutoka mashariki ya mbali awe na ruhusa na kibali maalum kutoka kwa Wareno wenyewe. Na lengo la kufanya hivyo ilikuwa ni ili waweze kufuatilia kila mtu analeta biashara gani na anakuja kuuza katika soko gani. Umeona? Kwa hiyo sasa hiyo iliwasaidia wao Wareno kukusanya kodi ya juu, lakini wafanyabiashara nao ili kujibu mapigo waliamua kupunguza meli zilizokuwa zinaleta bidhaa pwani ya Afrika Mashariki, kwa sababu waliona ni kwamba ni heri wale hasara kwa kutoleta hizo bidhaa kuliko kupata usumbufu wa kuanza kulipia vibali vya ruhusa za Wareno ili waweze kupita kwenda mpaka maeneo ambayo hizo bidhaa zinakusudiwa zifike. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hawa Wareno baada ya kuona kwamba mambo yamekwenda kama hivyo, walifurahi kwa sababu kodi zinakusanywa, lakini kulikuwa na changamoto kwamba wafanyabiashara wamepunguza kwanza bidhaa zao, yani wamepunguza kuleta meli, lakini pia walifanya hivyo pia Waarabu au hawa wafanyabiashara, kwa sababu mtu yeyote ambaye alikuwa anaonekana kwamba amekaidi hiyo amri ya kuchukua ruhusa na kibali kutoka kwa Wareno alikuwa anapigwa, anauawa, na meli yake aidha mali zilizomo ziharibiwe au zichukuliwe kwa nguvu. Na mabaharia wengi walikuwa wanapigwa, wanauawa, wanatoswa baharini, na wengine walikuwa wanachukuliwa kama watumwa. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo ndio sasa wakaamua bora wapunguze meli, bora wale hasara wao wanaleta kidogo, lakini wasikutane na usumbufu wa kulipia vibali vya Wareno ili waweze kupewa ruhusa kufikisha bidhaa pale ilipokusudiwa. Lakini walipoona kwamba hasara kama vile inataka kuwa kubwa, na Mreno akataka tena kudhibiti ile trade route, njia ya kibiashara ya dhahabu ambayo inatoka Sofara, wale watu wa Afrika Mashariki ambao walikuwa wanajulikana kama Waswahili na Waarabu wakaanza kuzitorosha dhahabu kwa asili, zinaenda mpaka visiwa vya Komoro. Baada ya hapo zinachukuliwa hapo, zinaenda huko Mashariki ya Kati. Kwa wakaanza sasa kuuza dhahabu kimagendo, kwa sababu tayari sasa Mreno ameshaleta fujo, ameshataka kudhibiti na kujitawala. Kwa hiyo sasa kukawa kuna changamoto hiyo. Na maana sasa kwamba kuliko kula hasara ni heri watu wakaanza kufanya kitu kinaitwa biashara ya magendo, au kwa wale waliosoma agriculture wanaelewa. Sasa dhahabu ikawa ni kama black market. Sasa ukisikia black market ndo maana yake ndio biashara hizi za magendo zinazotoroshwa kwa asili. Kwa hiyo Waarabu na Waswahili wakaanza wakizichukua dhahabu huko zinakotoka huko mto Zambezi huko kwenye zile kingdom au tawala zilizokuwa zinajihusisha na uchimbaji wa dhahabu, wanazichukua, wanazileta, zikishafika wanazihamisha kwa asili. Zikishafika tu bahari ya Hindi wanazisafirisha mpaka visiwa vya Komoro. Kutoka Komoro hapo zinaenda mashariki ya mbali kupitia hapo, lakini zinakuwa zimevushwa kimagendo. Kwa nini? Kwa sababu Mreno kashaingia tamaa, na njia nayo ya dhahabu anataka adhibiti, aendelee kudhibiti kila kitu, na anafanya ukatili na fujo nyingi sana. Kwa hiyo wakaamua hivyo.
Sasa hii tamaa ya Wareno haikuwa imeishia tu kwenye utawala. Hii tamaa ya Wareno ilikuja mpaka kwa wanajeshi. Ina maana kwamba mwanzoni tumesema kwamba walikuwa wanatoza kodi ya juu ambayo iliwasaidia wao kukusanya mapato mengi. Lakini sasa changamoto nyingine iliyokuja kupatikana kwa hao Wareno ni kwamba wanajeshi walianza kutoza kodi za meli zile chache ambazo angalau hizo chache zinazokuja walianza kutoza kodi za juu na kujitajirisha wenyewe. Ina maana kwamba sasa hizo zilikuwa haziendi kule maeneo ya Ureno au kwa wakubwa wao. Kwa sasa hapo kilichotokea ni kwamba biashara hii ilidorora. Kwa hiyo wakawa kama vile wamefeli kudhibiti njia zote. Kwa sababu wakawa hawaoni tena meli nyingi zikija, meli zikawa zimepunguzwa, lakini pia kodi hata zinazotolewa zile ambazo wangenufaika nazo zikawa zinaishia mifukoni mwa wanajeshi waliokuwa wanazitoza. Kwa sasa huo utawala ukaanza, au wanajeshi waliokuwa madarakani hao ambao ndio kama ulikuwa kama utawala wa Wareno uliokuwa wakati ule, ukaanza kulaumiwa sasa kwamba kwa nini hiyo biashara imedorora. Wakaanza kulaumiwa kwa sababu wamejibinafsisha wenyewe, wamejitajirisha wenyewe. Kwa hiyo tamaa ya Mreno ikaendelea mpaka kukaanza kutokea ufisadi jeshini kwa wanajeshi waliokuwa madarakani kipindi hicho. Kwa hiyo sasa Wareno kimsingi ni kwamba wakawa wamevuruga sasa mahusiano ya biashara kati ya Waafrika, watu wa Mashariki ya Kati na watu wa Mashariki ya Mbali. Yaani hayo mawasiliano ya kibiashara yakawa yamevurugika kabisa kwa sababu Wareno wameshaingiza tamaa zao kama hizo za kuanza kukusanya kodi na kudhibiti kwa nguvu, katili, majeshi na nini. Kwa hiyo ilisababisha pia hasira miongoni mwa Waafrika. Kwa hiyo ina maana kwamba Wareno walionekana kama vile ni watu waliokuja kuvuruga na kuchafua kabisa biashara iliyokuwepo na amani iliyokuwepo kati ya Waafrika na watu wengine waliokuwa wametoka Mashariki ya Mbali na Mashariki ya Kati. Lakini hawa Wareno uwepo wao ulikuwa na athari. Kulikuwa kuna athari fulani ambazo zilikuwepo au matokeo ya kuwepo kwa hawa Wareno katika pwani ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa mambo yaliyotokea ni pamoja na kubadilika kwa njia za kibiashara kutoka Afrika kwenda Afrika ya Kati na Afrika ya kubadilika kwa njia za kibiashara. Mabadiliko haya yalikuwaje? Ni kwamba mwanzoni biashara zilikuwa zinatoka Afrika zinaenda Mashariki ya Mbali na Mashariki ya Kati. Lakini sasa baada ya Mreno kuja, kutokana na changamoto za hiyo ruhusa, ina maana kwamba njia ilibadilika. Sasa bidhaa zikawa zinatoka Afrika zinakwenda Ulaya kupitia bahari ya Atlantic. Kwa hiyo sasa ina maana hawa Wareno walikuwa wamevuruga kabisa na wameua mfumo mzima wa biashara. Sasa zikabaki meli chache sana ambazo zilikuwa zinasafiri kutoka Afrika kwenda Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali. Lakini jambo jingine lililotokea ni kwamba kulianza kuzuka migogoro kati ya Wareno na wachimba dhahabu wa Kiafrika, kwa sababu wachimba dhahabu wa Kiafrika waliona kama vile Wareno wameingilia soko lao. Na kimsingi ni kwamba changamoto hizi zilitokea baada ya miji ambayo kabla ya Wareno hawajaja, kwa mfano Sofala, Kilwa na Lamu ilikuwa imestawi sana kwa sababu ya biashara ambazo zilikuwa zinaendelea, ikiwemo sasa na hiyo dhahabu. Sasa walipokuja Wareno wakaanza tamaa zao, maana yake ni kwamba hayo mambo ya dhahabu yakawa yameondoka, yani kwa maana kwamba wakawa hawafaidi tena sasa wa Afrika. Na ina maana kama hawafaidi, ina maana sasa kukaanza migogoro miongoni mwao au baina yao. Ikawa changamoto hivyo. Lakini jambo jingine ambalo lilitokea, ambalo ni tokeo ambalo sio baya kwa Wareno, sio baya kwa Waafrika, yani tuseme impact ambayo ilitokea ambayo yamkini haikuwa mbaya kwa Afrika,
lakini ilitokana na Wareno ni kuleta mazao mapya. Walileta mazao mapya ambayo hayakuwa yamezoeleka sana kulimwa kama mapapai, mahindi, mananasi, mapera, muhogo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba haya mazao yaliletwa, lakini baada ya kuletwa hapo, ina maana kwamba baadhi ya vyakula, kwa mfano kama muhogo na mahindi, vikawa ndio chakula kikuu cha baadhi ya jamii za Kiafrika. Lakini jambo jingine ni kwamba sasa hili lilikuwa ni baya pia kwa Waafrika, kwamba mali nyingi ziliporwa, majengo mengi yaliharibiwa, na baadhi ya miji kama vile Zanzibar, Kilwa na miji mingine ya pwani ya Afrika Mashariki ilianguka kwa maana ya kwamba ilitekwa. Kwa hiyo kukawa kuna changamoto hapo. Lakini pia jambo jingine ni kwamba hawa Wareno walifanya ujengaji wa ngome nyingi kwa ajili ya kujilinda. Walijenga ngome nyingi kwa ajili ya kujilinda, ndogo ndogo na kubwa kubwa, lakini miongoni mwa ngome maarufu zilizokuwa ni maarufu kipindi hicho zilikuwa ni ngome mbili, ikiwemo ngome iliyojengwa 1505 ya Kilwa ambayo ni Tanzania. Lakini ngome nyingine maarufu sana ni ile ilikuwa inaitwa ngome ya Yesu au Fort Jesus, iliyojengwa kati ya miaka 1592 hadi 96, ambayo hiyo ilijengwa Kenya, Mombasa. Kwa hiyo kuna ujengaji wa ngome kama hizo. Lakini jambo jingine ambalo lilitokea kutokana na changamoto za Wareno na fujo zao ni kuporomoka kwa miji ya pwani. Miji ya pwani ambayo tayari ilikuwa imeshajitawala, kama tulivyosema kwenye kipindi kilichopita kile cha mawasiliano ya kibiashara kati ya Afrika na Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali, kwamba tayari kulikuwa kuna baadhi ya miji ambayo ilijengeka kutokana na kuwa vituo vya kibiashara. Sasa hii miji ikaanza kuporomoka. Mifano ya miji hiyo ambayo ilianguka ni kama Kilwa na Sofara. Ambayo sasa hii miji ilikuwepo kabla ya ujio wa Wareno, lakini baada ya Wareno kuja kukawa kuna changamoto, kwa hiyo miji hiyo ikawa imeanguka. Lakini jambo jingine ilikuwa ni mambo ya vita, kutokana na changamoto za ushindani au kushindania udhibiti wa njia za kibiashara kati ya Wareno na Wahindi, au Wareno na Waarabu waliokuwa maeneo hayo. Basi kulitokea vita nyingi tu ambazo hazikuwa zina afya, yani hazikuwa salama sana kwa bara la Afrika, au hazikuwa salama sana kwa biashara na mahusiano ya watu wa Kiafrika na wale watu wa Mashariki, kwa maana ya Asia. Kwa hiyo Wareno walikuja kuleta changamoto. Ila pia Wareno pia walifanya unyonyaji mwingi tu wa mali nyingi tu za Kiafrika, ambapo hiyo ilisababisha pia changamoto, vurugu, wakafa Wareno, baadhi wakafa Waarabu wengine, na Waafrika wengine wakafa. Kwa kukawa kunatokea shida nyingi sana kutokana na Mreno huyu bwana alikuja kuleta fujo kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri huenda hii nisije nikaiandika kwamba ni historia ya mawasiliano ya kibiashara kati ya Afrika na Ulaya, lakini naweza nikaandika historia ya uvamizi wa Wareno Afrika, kwa sababu kwa visa vilivyoko humu inaonyesha kabisa kwamba Wareno walikuwa wanafanya uhuni. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo Wareno wakafanya ujinga. Lakini kama Waswahili wasemavyo kwamba ngoma ikivuma sana inakaribia kupasuka, ina maana kwamba Wareno fujo zao zote hizo, ina maana walikuja kuanguka baadaye. Yani ina maana kwamba walikuja kushindwa udhibiti baadaye. Utawala wa Wareno uliangukaje? Utawala wa Wareno ulianguka kutokana na upinzani. Ulianguka kutokana na upinzani wa Waarabu
Waarabu ambao walikuwa wanataka Waarabu na Wahindi walikuwa wanataka kudhibiti na kurudisha tena biashara yao kama ilivyokuwa hapo mwanzo, lakini pia ulianguka kutokana na Waafrika wenyewe. Kwa mfano Wazimba waliokuwa wamehamishwa kutoka mto Zambezi na Wasegeju wa Somalia walileta upinzani kwa Wareno. Kwa hiyo sasa hiyo ndio ilikuwa chanzo, hapo ndipo utawala wa Wareno ulipoanza kuporomoka taratibu taratibu na kudhoofika, hasa mnamo karne ya 17. Karne ya 17 hapo ndo changamoto zilipoanza kuwakuta hawa Wareno hawa. Kwa hiyo watu wa Afrika Mashariki baada ya kuona kwamba Mreno amewafanyia mambo ya ajabu, wakaanza kufanya upinzani kama kawaida, wakaanza kufanya resistance, na kimsingi ni kwamba walipata changamoto hawa Wareno kwa sababu walikutana na upinzani wa Waarabu, ambapo sasa Waafrika walipoona kwamba mambo yamekuwa magumu, hasa watu wa Afrika Mashariki walianza kuomba msaada kutoka maeneo ya Uturuki na wakaanza kuomba msaada kutoka kwa imamu wa Oman. Na kimsingi ni kwamba Oman nayo ilikuwa bado inatamani na inahitaji kuendeleza biashara na inahitaji kuendeleza kuendeleza Uislamu, hasa pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo huyo imamu wa Oman alikuwa radhi kusaidia. Kwa hiyo sasa Ureno wakaanza kupata changamoto na upinzani mkubwa sana kutokana na shida hiyo ya watu wa Afrika Mashariki na Waarabu wote kuonekana kwamba hawako upande wake, na pia kuanza kuomba msaada kutoka maeneo ya Uturuki. Kwa hiyo sasa Waturuki wakaanza kuja kushiriki. Kwa mfano miaka ya 1580, miaka 1580 hapo, ina maana kwamba yule mfalme wa Uturuki alimtuma askari mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ali Bey aje miji ya Mombasa. Alikuja na wanajeshi wachache, wakawashambulia, wakafukuza Wareno. Kwa hiyo baada ya kufukuzwa Wareno, wale watu wa Afrika Mashariki wakawa wamepata kufarijika kwamba afadhali Wareno wamefukuzwa. Lakini sio hivyo tu, watu wa visiwa vya Pemba nao wakaona kwamba tuchukue maamuzi, wakamfukuza yule sultani wao wa kipindi hicho, kwa sababu alikuwa anaunga mkono Wareno, akawa amefukuzwa. Lakini jambo jingine waliolifanya hao watu wa visiwa vya Pemba ni kuamua kuwaua Wareno wote waliokuwemo kwenye visiwa hivyo. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba hii sasa ilikuwa ni changamoto. Uvumilivu unafika sehemu watu wanavumilia, wanafika sehemu wanachoka. Kwa hiyo sasa hiyo ndio jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo walipoona kwamba Wareno wamefanya mambo ya ajabu, ndo wakaanza sasa harakati hizo. Kwa hiyo ina maana kwamba watu wa Pemba wakawa wameua Wareno wote na wamefukuza sultani ambaye alikuwa katika visiwa hivyo. Kwa hiyo sasa Wareno wakaona kwamba mambo yamekuwa magumu. Mambo yakawa magumu, na licha ya mambo kuwa magumu, lakini huyo askari Ali Bey ambaye alikuja kutoka Uturuki na wenzake walijaribu kuishambulia Malindi, lakini hawakufanikiwa kuishambulia Malindi, yani walishindwa. Kwa hiyo ina maana kwamba mji wa Mombasa baada ya kuonekana kwamba umedhibitiwa sasa, ikabidi sasa Wareno watoke huko Goa. Kuna wanajeshi walikuwa wanatoka Goa wakaja mpaka maeneo hayo ya Mombasa wakitaka kuwasaidia wenzao, na walikuwa wameshauzingira kabisa mji wa Mombasa. Wakiwa kabisa karibu na kuushambulia, walikuja wale Wazimba sasa kutoka mto Zambezi kule. Walikuja wale Wazimba walipofika, kwa kuwa walikuwa ni wapiganaji hodari sana na wameshafanya mauaji mengi kwenye vita nyingi, kwa hiyo
Wareno inaonekana kama walikuwa na taarifa nao. Kwa hiyo ina maana kilichofanyika ni kwamba wale Wareno walikimbia. Sasa Wazimba wakafika maeneo, wakakutana na Wasegeju na Wagara ambao walihamishwa kutoka Somalia. Sasa hao Wasegeju na Wagara wakadhani kwamba hao Wazimba ni wenyeji wa Malindi, kwa sababu kumbuke kwamba Malindi tayari ilishaingia kwenye mgogoro na watu kutokana na kwamba utawala wake ulikuwa na urafiki na Wareno. Kwa hiyo ina maana kwamba walivyoona kwamba Wazimba wanakuja, wakadhani kwamba ni wa Malindi. Kwa hiyo walichokifanya, waliwashambulia na Wazimba wengi walikufa, na waliosalia walijiunga kwenye jeshi la Wasegeju. Na baada ya hapo wale Wasegeju waliondoka kabisa, wakaenda maeneo ya vijijini interior. Halafu sasa wale Wareno wakawa wamerudi pwani baadhi yao. Sasa baada ya hapo hawa Wareno ni kama vile walipata momentum, yani kama vile walianza kuregain, wakaanza kujirudi tena. Kwa hiyo ina maana kwamba baada ya kuanza kujirudi, wakaona kwamba warudi pwani. Sasa wale waliorudi pwani, kwa sababu sasa Wasegeju wameondoka, wale waliorudi pwani wale, ina maana kwamba wakaanza kujenga miji tena upya na kujenga vituo vya kijeshi kuzunguka ngome zao. Na miongoni mwa ngome zilizojengwa na kuwekewa silaha nzito nzito ilikuwa ni Fort Jesus ya Kenya. Fort Jesus ya Kenya ambayo ilijengwa na ikawa inalindwa. Sasa baada ya changamoto hiyo, Waafrika walionekana kama wamepigwa, lakini licha ya kuonekana kama wamepigwa, utawala wa Wareno ukawa umedhoofika kiasi, kwa sababu tayari walishaanza kuonyeshwa changamoto nyingine, fujo na vitu kama hivyo. Kwa sasa Afrika Mashariki, baada ya kushindwa mapambano hayo, watu wakakaa kimya kiasi, wakakaa kimya kwa muda. Ina maana kwamba sasa katika ukimya huo ndio unyonyaji uliendelea. Baada ya muda kupita, yani baada ya kitambo kupita, wakajikuta kwamba sasa hao Wareno wakakabiliwa na changamoto nyingine. Changamoto hiyo ilikuwa ni changamoto gani? Changamoto hiyo ni kwamba karne hiyo ya 17 kulianza kujitokeza watu wengine, watu wa Ulaya. Kwa hiyo wakaja kuanza kupingana sasa wazungu wenyewe kwa wenyewe. Ina maana wale watu waliokuja walikuwa ni Wafaransa, Waingereza na Wadachi wa Uholanzi. Na hao watu walipinga moja kwa moja utawala wa Kireno. Sasa baada ya kupinga huu utawala wa Kireno, ina maana kwamba ikaonekana hawaelewani wao kwa wao. Wakaonekana kama vile wanapingana, kutokana na kwamba Wareno bado waliendelea na tamaa yao ya kutaka kudhibiti, lakini sasa wakawa wamepata tena changamoto ya kujiwa na wazungu wenzao kutoka Ulaya huko kuja kufanya biashara na Waafrika. Kwa hiyo sasa wakaanza kuonekana kama vile wanapingwa. Na baada ya hapo ikaonekana kwamba hawa Wareno wakawa wanapoteza sasa ushawishi. Wanapoteza ushawishi na wanapoteza udhibiti, kwa sababu hawa walikuwa wanadhibiti pwani ya Afrika Mashariki, lakini pia walikuwa wanadhibiti maeneo ya Mashariki ya Kati na Mashariki ya mbali. Kwa hiyo sasa wakaanza kupoteza udhibiti kidogo kidogo, kwa sababu nguvu nyingi kawa sasa imeelekezwa huku ambako kuna changamoto. Lakini vile vile huko napo watu wa Mashariki ya Kati walifanya Waarabu walijiunga, wakiwemo Waajemi na nchi nyingine, wakaamua kuangusha utawala wa Kireno, hasa 1600 miaka 1600 hapo. Lakini pia kuna kamgogoro kingine kaliwahi kutokea kwenye kipindi hicho. Kuna kamgogoro fulani kalikuwa kametokea hasa huko maeneo ya Oman. Hasa
wale watu waliokuwa nakaa nchi ya Arabia au Saudi Arabia walikuwa wanatawaliwa na utawala wa Mazrui ambao ulikuwa unatawala mpaka Oman. Sasa Waafrika wakasikia habari kwamba utawala huo wa imamu wa Omani umeweza kurudisha Maskati kwenye utawala huo wa Oman, na ina maana kwamba wameondoa utawala wa Mazrui. Baada ya hapo sasa Waafrika wakaona kwamba ndio fursa, wakatuma ujumbe kuomba ili waje wasaidiwe huku Afrika kwa ajili ya kupambana na Mreno. Ina maana kwamba sasa baada ya hapo mwaka 1652 walikuja maaskari wachache tu kutoka Oman, wakaja wakashambulia kidogo na wakarudi Oman. Ila 1661 walikuja moja kwa moja wakateka mji wa Mombasa, wakaanza sasa kupambana na Wareno, na kimsingi walitamani sana kuiteka ngome ile ya Fort Jesus kwa sababu ndo walijua kabisa kwamba hapo ndo wangekuwa wamemkomesha Mreno moja kwa moja, lakini kwa kipindi hicho hawakuwa na uwezo huo wa kuweza kuiteka. Sasa ilipofika mwaka 1696, ilipofika mwaka huo, kuna kiongozi wa Oman alikuwa anaitwa Seif bin Sultan. Yeye aliamua kutuma meli 7 zenye maaskari 3,000 wa vikosi vya Kiarabu ambavyo vikosi vilikuwa vinatoka hiyo nchi ya Oman. Walipofika waliingia Mombasa, na kitu walichokifanya walizingira ile ngome ya Fort Jesus. Walizingira kwa miaka 2. Sasa kwa nini walizingira? Walizingira kwa sababu hawakutaka kupigana kwa silaha, lakini walipigana kama kwa silaha ya kibiolojia, kwa sababu waliwanyima chakula wale waliokuwa mle ndani. Na maana baada ya kuizingira ikaonekana kwamba chakula na yani kwa maana ya njaa na magonjwa ndio vitu viliua watu wengi sana. Licha kwamba Wareno wengine walikuwa wanajaribu kufanya upinzani wakiwa mle ndani ya ngome, lakini hawakufanikiwa. Walituma ujumbe wakaletewa msaada pia kutoka maeneo ya Goa, lakini bado haikusaidia. Walishindwa vita kabisa Wareno. Kwa hiyo Wareno hao wakawa wamekufa wengi, na wachache waliobaki wakawa wamejisalimisha mikononi mwa jeshi la Waarabu wa Oman. Na baada ya hapo ina maana kwamba utawala wa Kireno rasmi 1698 ukawa umeanguka kutoka Afrika Mashariki au kutoka maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Baada ya kuanguka huo utawala wa Oman au Waarabu wa Oman wakawa ndio watawala wapya wa maeneo hayo ya Fort Jesus ambayo walikuwa wameteka, na Mombasa na maeneo mengi ya pwani ya Afrika Mashariki. Wakawa wao ndio watawala moja kwa moja, wakawa watawala wapya. Kwa hiyo na maana kwamba walifanya kazi kumuondoa Mreno, lakini walishindwa kumuondoa Msumbiji. Kwa hiyo Msumbiji Mreno alibaki, na kimsingi kwa sababu haikuwa nia yao sana kwenda mpaka huko, lakini kuanzia maeneo ya Lamu, Mombasa, Pate na Cape Delgado, utawala wake wa Kireno rasmi 1698 ulianguka kabisa, na watawala wapya wakawa ni Waarabu kutoka Oman. Kwa hiyo utawala wa Wareno, fujo zao zote, mbwembwe zao zote, mauaji, ukatili na kila kitu kikawa kimeishia hapo kwa upande wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo ina maana kwamba Wareno wakawa wameondoka, wakabaki Msumbiji sasa, ambako huko Msumbiji walibaki na waliifanya ikawa koloni lao mpaka 1975, miaka ya juzi tu ndio wamekuja kuondoka. Kwa hiyo utawala wa Kireno
uvamizi wao na mbwembwe zao zote na utawala wao wote uliishia pale 1698 baada ya kuondoshwa na wanajeshi na maaskari kutoka Oman. Basi baada ya kusema hivi niseme kwamba wadau, msisahau kusubscribe, kushare na kucomment na kulike ili tuweze kuwa pamoja. Lakini pia niseme kwamba kipindi cha leo kimekuwa kirefu, lakini kilikuwa na masimulizi mengi ya Wareno na vituko vyao hapo. Basi tuseme kwamba kipindi cha leo kimeishia hapo, na niwatakie ujifunzaji mwema na utafutaji mwema wa maarifa mapya zaidi, na niwaage nikisema kwaherini kwa sasa.